I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Hey, Waymaker. Moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in. Ya kusalimu mara ya pili. Naamini kwamba Jumamosi iliyopita tuliongea kuhusu zile dhambi zetu sote zilihamishwa juu ya Yesu Kristo. Na leo bado tunazidi kuangalia ukweli uliofanyika. Ukweli uliofanyika ni gani? Ndio tunataka tuweze kuangalia ukweli uliofanyika wakati Yesu Kristo walikutana na Yohana Mbatizaji. Sababu Yesu alipokutana na Yohana Mbatizaji, dhambi zetu zote zilihamishwa zikaenda kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Na leo nataka tuweze kuongea kidogo kuhusiana na Agano la Kale na Agano Jipya. Baadaye sasa tuingie kuangalia ukweli uliofanyika baada ya Yesu kusukua dhambi zetu. Katika Agano la Kale, mtu awaye yote katika watu wa nchi alipokuwa akifanya dhambi na kujulishwa dhambi yake, alikuwa analeta mbuzi mke mkamilifu ili awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Mambo haya ukitaka kuyasoma, mpendwa mtazamaji, unaweza kupata katika kitabu cha Mambo ya Walawi ile mstari wa 27, ambao maandiko yanasema mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi pasipo kushuhudia, alete mbuzi mke mkamilifu awe matoleo yake kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Mpendwa mtazamaji, na hapa kanisani nataka tuweze kuelewa vizuri, dhambi haikuwa inasamehewa tu kiolela olela. Juu saa hizi katika nchi tunaishi, watu wengi wamebuni mambo mengi yale wanafikiria wakifanya hivyo wataweza kupokea msamaha wa dhambi ama wataweza kuungana na Mungu. Wengine wanafikiria nikitenda dhambi nikienda na lilia Mungu ananisamehe. Wengine wanafikiria kwamba nikienda mbele ya Mungu kwa njia ya kunyenyekea na kuungama dhambi zangu Mungu atanisamehe. Katika Agano la Kale, kanuni ambazo zilikuwa zinafuatwa si hizo. Kanuni zilizokuwa zinafuatwa, mtu akifanya dhambi, anajulishwa dhambi yake, alikuwa analeta mbuzi mke mkamilifu ili awe matoleo kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Kwa sababu gani? Jambo la kwanza la kufahamu, Mungu asikisi maombi mwenye dhambi. Haleluya. Amen. Mungu ni mtakatifu na hana ushirika na mwenye dhambi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli. Kwa hivyo Mungu hawezi ungana na mwenye dhambi na hawezi sikisa maombi ya mwenye dhambi. Mwenye dhambi akiomba, Mungu bado hatasikia. Kwa sababu gani? Maandiko yenyewe yameweka wazi jambo hili. Kitabu kile cha Yohana 9 mstari wa 31, maandiko yanasema tunajua kuwa Mungu asikisi maombi ya mwenye dhambi. Kiangalia jambo hili tena limerejewa katika kitabu kile cha Mithali 15 mstari wa 29. Maandiko yanasema Bwana yu mbali na wasio haki, lakini usikiza sala ya mwenye haki. Bwana ako mbali na wasio haki. Kwa hivyo mtu muovu hapo mbali na Bwana. Ukiangalia dhambi ilipoingia ndani ya moyo wa mwanadamu, ilitenganisha mwanadamu na Mungu. Kulingana na kitabu cha Isaya 59 mstari wa 2. Maovu yenu yamewafanikisha na Mungu wenu, na dhambi zenu zimefisha wake asiwaone hata hataki kusikia.
Kwa hivyo elewa ya kwamba dhambi ilipoingia, mpendwa, ilitutenganisha sisi na Mungu, ilifisha uso wa Mungu, maovu yetu yakatufarikiza sisi na Mungu. Kwa hivyo mwenye dhambi ametengwa na Mungu, mwenye dhambi ametengwa na uso wa Mungu. Kwa hivyo mwenye dhambi ako mbali sana na Mungu, hata akiomba Mungu hatasikia. Na ndio Mithali imesema kwamba Bwana ako mbali na wasio haki. Kwa hivyo mtu ambaye mtu mwovu hata akimuita Bwana, Bwana hatasikia, kwa sababu Bwana ako mbali na yeye. Sasa katika Agano la Kale Mungu alipeana vitu viwili, na tunafaa tuweze kuelewa vitu viwili Mungu alipeana. Jambo la kwanza, Mungu alipeana sheria. Jambo la pili, Mungu alipeana hema takatifu. Sheria kusudi lake ni gani? Kuna kusudi la Mungu kupeana sheria na hema takatifu ni kwa sababu ya dhambi iliyoingia ulimwenguni kwa sababu ya mtu mmoja. Adamu alileta dhambi, Musa akaleta sheria, na Musa akapewa hema takatifu. Na ukiangalia kusudi la Mungu kupeana sheria ni ili mwanadamu aweze kujitambua, kwa sababu bado mwanadamu alikuwa hayajitambua bado. Ukiangalia Adamu alipomwasi Mungu hakuweza kujitambua, na aliposhindwa kujitambua, Mungu alitambua mwanadamu amekuwa muovu, lakini Adamu hakujitambua. Na ndio kitabu cha Mwanzo 6:5 maandiko yanasema, Bwana akaona maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi anawasa moyoni mwake ni mbaya tu siku zote. Kwa hivyo Bwana alipoangalia moyo wa mwanadamu, aliona moyo wa mwanadamu ni muovu, kwa sababu Mungu anaangalia moyo. Alipoangalia moyo wa Adamu, akaona moyo wa Adamu umesafuliwa na Shetani, na ndio sasa Mungu akataka kufundisha mwanadamu moyo wake. Na ili Mungu afundishe mwanadamu moyo wake, ilibidi Mungu apeane sheria takatifu. Na sheria takatifu iliyopeanwa na Mungu ni ili mwanadamu aweze kutambua yeye ni muovu. Kwa sababu sheria kama ingekuwa takatifu, basi mwanadamu hangeweza kujitambua. Na ndio Mungu alipopeana sheria takatifu ikakuja kwa mwanadamu ambao ni mwanadamu mwenye dhambi. Alipopewa sheria takatifu ni ili mwanadamu aweze kujitambua, mimi ni nani? Ni mwenye dhambi. Ukiangalia kitabu cha Warumi 3:20 inasema namna gani? Inasema vizuri, hakuna mwenye mwili atahesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, maana kutambua dhambi kuja kwa njia ya sheria. Sheria ilikuja tuweze kutambua dhambi iliyo ndani ya nini? Ndani ya moyo. Okay. Inafaa tuweze kuelewa jambo hili. Jambo ambalo tunafaa tuelewe ni dhambi bila iliingia, alafu bila sheria ilikuja. Kusudi la Mungu kupeana sheria na kusudi la Mungu kupeana hema takatifu. Ukiangalia Adamu alipoumbwa aliasi Mungu. Na ndio kitabu cha Warumi 5:12 inasema, kupitia mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni. Kupitia watu wangapi? Mtu mmoja. Dhambi iliingia wapi? Ulimwenguni. Na dhambi ilipoingia, hiyo mauti ikaleta mauti, na mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Kwa hivyo ukiangalia, kupitia Adamu tulifanyika wenye dhambi, na tulipofanyika wenye dhambi sisi hatungeweza kujitambua kwa sababu tulisaliwa. Sisi tulisaliwa, Adamu aliumbwa, tulisaliwa na ile mbegu ya dhambi. Kwa hivyo Mungu akaona sisi hatujitambui, na alipoona hatujitambui akatupatia sheria. Na kusudi la Mungu kutupatia sheria imeandikwa kitabu cha Warumi ambao nimekueleza mtazamaji na hapa kanisani, Warumi 3:20. Maandiko inasema vizuri ya kwamba hakuna mwenye mwili atahesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Sasa Mungu amepeana sheria baada ya dhambi kutawala miaka 2500. Mungu akapeana sheria. Sheria ikatawala miaka 1500, Mungu akapeana neema. Na neema imetawala miaka 2019, saa hii inaisha, tukiwa katika kipindi cha neema. Na katika kipindi hiki cha neema, kuna watu wanaishi katika kipindi cha dhamiri, kuna watu wanaishi kipindi cha sheria kuliko waishi kipindi cha neema, kwa sababu hawajui kama neema ndio inafanya kazi. Wanachanganya dhamiri, wanachanganya sheria na neema. Na ndio unakuta Wakristo wamechanganyikiwa. Kuliko wawe uhuru, wamechanganyikiwa kwa sababu ya kusanganya. Jina kuchanganyikiwa linatokana na kusanganya mambo. Ukisanganya hii na hii unachanganyikiwa. Kwa hivyo ndio unaona kwamba watu wengi wanataka kuishi kama Adamu, wengine wanataka kuishi kama enzi za Musa, wengine wanataka kuishi kama enzi za Yesu Kristo za neema. Kwa hivyo anataka kuishi katika hivyo vitu vyote. Lakini jambo la kufahamu ni ya kwamba kipindi cha dhamiri kilitawala miaka 2500. Kutoka hapo Mungu akapeana sheria, na sheria ikafika mwisho. Na sheria ilifikia mwisho wapi? Sheria ilifikia mwisho wakati Yesu alidhihirishwa. Sema amen. Amen. Kwa hivyo katika sheria ya ondoleo la dhambi ni mtu awaye yote katika watu wa nchi akifanya dhambi, lazima ayulishwe dhambi yake. Anapoyulishwa dhambi yake, analeta mbuzi mke mkamilifu ili awe matoleo kwa ajili ya dhambi yake aliyoifanya. Sasa kuna wale hawako na mbuzi, na kama una mbuzi inafaa ufe. Ndio Mungu akabadilisha sheria hiyo. Mungu alipobadilisha sheria
sheria hiyo, akapeana sheria ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwakani. Mambo haya yameandikwa kitabu cha Mambo ya Walawi 16 mstari ni wa 29. Kiangalia Mambo ya Walawi 16 mstari wa 29 itakuonyesha tarehe 10 mwezi wa 7. Hiyo ilikuwa siku ya upatanisho. Alafu sasa ukiangalia Mungu alipoweka dhambi ya mwaka mmoja ilikuwa inasuluhishwa kwa siku moja. Na dhambi yote ya wana wa Israeli Mungu alikuwa anaiweka juu ya Haruni. Kwa hivyo Mungu hakuwa anaona dhambi ya wana wa Israeli kwa mtu yoyote, bali alikuwa anaona dhambi ya Israeli kwa Haruni. Kwa hivyo Haruni ndiye alikuwa anabeba dhambi yote ya wana wa Israeli. Na Haruni anangojea tarehe 10 mwezi wa 7, na tarehe 10 mwezi wa 7 inapofika ndio sasa Haruni analetewa mbuzi mbili. Moja kwa sababu ya upatanisho, nyingine kwa sababu ya kusukua maovu, makosa na dhambi ya wana wa Israeli. Tunaelewana hapa kanisani, na pia wewe mtazamaji mahali ulipo, nataka tuendanishe vizuri ili tuweze kufikia tuone vile dhambi zetu zote ziliozo. Kwa hivyo katika wana wa Israeli, Haruni anapoletewa mbuzi lazima awekelee mikono yake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Haleluya. Anapowekelea mikono yake anaungama dhambi na makosa na uovu wana wa Israeli, anaweka kichwa chake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Mambo haya yameandikwa kitabu cha Mambo ya Walawi, mpendwa mtazamaji, na pia hapa kanisani. Mambo ya Walawi ni 16 mstari ni wa 21 na 22. Tunaweza kufungua hapa kanisani, na pia mtazamaji ukiwa nyumbani unaweza kufungua Biblia yako. Mambo ya Walawi 16 mstari ni wa 21. Maandiko yanasema hivi: na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake yule mbuzi aliye hai, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, naye ataziweka juu ya kichwa chake mbuzi yule ataziweka kichwa chake yule mbuzi, kisha atampeleka aende jangwani kwa mtu aliye tayari, na yule mbuzi atasukua juu yake uovu wote mpaka insi usio na watu, naye atamwanza mbuzi jangwani. Haleluya, amen. Naamini kwamba tumesoma pamoja. Maandiko yanasema katika mstari wa 21, na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Akiweka mikono yake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai, ataungama nini? Dhambi, makosa na uovu wa wana wa Israeli. Ataweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Anapoweka hii mbuzi, kuna mtu aliyechaguliwa. Maandiko yanasema kwa mkono wa mtu aliye tayari, ataenda ataitupa jangwani. Na mstari wa 22 nasema na yule mbuzi atasukua juu yake uovu wao wote. Uovu wao wote nani atasukua? Mbuzi ndiye atasukua. Nani ameweka uovu wote juu ya mbuzi ili asukue? Haruni ndiye ameweka uovu na dhambi na makosa ya wana wa Israeli juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Yule mbuzi anasukua dhambi na makosa ya wana wa Israeli. Haleluya, amen. Kwa hivyo wakati mbuzi anapobeba uovu wao na dhambi zao, yule mbuzi anaenda jangwani, anakufia huko. Tunaelewana? Kwa sababu mshahara wa dhambi ni nini? Mshahara wa dhambi ni mauti. Dhambi haisamehewi kiolela. Pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo la dhambi. Mambo haya yameandikwa kitabu cha Waebrania. Mpendwa mtazamaji, tunaweza kufungua pamoja hapa kanisani, na pia ukiwa nyumbani, ukiwa mahali popote ulipo, fungua Biblia yako kitabu cha Waebrania 9 mstari wa 22. Maandiko yanasema karibu vitu vyote katika Torati kusafishwa kwa damu, na pasipo umwagikaji wa damu hakuna ondoleo. Kwa hivyo damu ndio inapeana msamaha wa dhambi. Kwa hivyo nataka tuelewane vizuri na tusome Biblia tuelewe vile inaongea. Inasema Haruni ataungama. Atafanya namna gani? Ataungama mbele ya Mungu. Ama namna gani? Haruni ataungama uovu wote wana Israeli mbele ya Mungu. Biblia inasema hivyo? Maandiko yanasema namna gani? Na Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai, na kuungama juu yake uovu wote wa wana wa Israeli na makosa yao na dhambi zao zote, na atasiweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Kwa hivyo Haruni alikuwa anaungama dhambi na makosa
Mungu ama mbele ya mbuzi? Mbele ya nani? Kwa hivyo akiungama, dhambi inafanya nini? Inaama. Nataka nikueleze vile transfer inafanywa, vile transfer ilikuwa inafanywa. Haleluya. Kwa hivyo tuseme kuna mwenye dhambi, sijui kama kuna mtu anajitokeza kama mwenye dhambi, tutumie mfano wake. Haleluya. Na mwenye dhambi lazima abebe dhambi. Si sawa? Mwenye dhambi si ako na dhambi. Sasa huyu ni mwenye dhambi, amebeba nini? Amebeba dhambi. Kwa hivyo huyu mwenye dhambi anapobeba dhambi lazima awe na nini? Awe na mbuzi. Kwa hivyo huyu mwenye dhambi amejulishwa dhambi yake, lazima afanye kitu gani? Aweke dhambi zake juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Huyu mbuzi anafaa afanye namna gani? Afe. Huyu mbuzi akifa, huyu mtu ako huru au la? Huyu mtu ako na dhambi ama ana dhambi? Alikuwa amebeba mzigo wa dhambi. Mzigo wa dhambi umemfinya, lakini baada ya kuletewa mbuzi anaweka mikono, dhambi inaama. Haleluya. Dhambi inapoama inaenda kwa nani? Kwa mbuzi. Huyu mbuzi ni atakufa ama ni huyu mwenye dhambi? Mbuzi atafanya nini? Atakufa. Haleluya. Sasa tunapoangalia tunaona kwamba sheria hii ikabadilishwa. Sheria ikafanya namna gani? Ikabadilishwa kwa sababu kuna yule ana mbuzi, inabidi afe kwa sababu ya dhambi yake. Sasa sheria hii ilipobadilishwa, Mungu akasema mtaleta mbuzi mbili. Mbuzi ngapi? Mbuzi mbili. Kuna mbuzi mwingine? Haleluya. Kuna mwingine wa kujitolea, tumtumie mfano. Haleluya. Okay. Sasa hapa tunaona ya kwamba kuna mbuzi mbili. Sasa huyu ni Haruni, anabeba dhambi zote za wana wa Israeli. Wana wa Israeli wametenda dhambi nyingi, wamefanya maovu ya kila aina. Maovu yale wanatenda, Mungu hayaoni kwa wana wa Israeli, anayaona juu ya nani? Kwa hivyo akitenda dhambi yao inaenda kwa nani? Dhambi yao yendi, Mungu haoni dhambi yao, anaona dhambi yao juu ya nani? Ya Haruni. Sasa mbuzi moja ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuchukua uovu. Mbuzi ya pili ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kufanya upatanisho. Kwa hivyo sasa Haruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai na kuungama maovu, makosa na dhambi za wana wa Israeli. Ataweka juu ya kichwa chake mbuzi aliye hai. Kuna mtu aliyekuwa tayari. Mtu aliyekuwa tayari anachukua mbuzi. Sijui kama kuna mtu hapo tayari. Anachukua hiyo mbuzi, inatupa jangwani. Wana wa Israeli wana dhambi zetu zimefanya nini? Zimeenda. Dhambi zetu zimefanya namna gani? Zimeenda. Kwa hivyo sasa imebaki mbuzi ya kufanya upatanisho kwa ajili ya mahali patakatifu. Mahali patakatifu. Jua Mungu aliambia Musa atengeneze mahali patakatifu ili apate kukaa. Kwa hivyo mahali patakatifu kumesafuliwa kwa sababu Haruni amebeba dhambi ya wana wa Israeli na hawezi ingia mahali patakatifu kama amebeba dhambi ya wana wa Israeli. Amepeana dhambi, lakini lazima upatanisho ufanywe kati ya mahali patakatifu. Inabidi hii mbuzi ifanye namna gani? Hii mbuzi isinjwe. Haleluya. Jui kama kuhani anasikia chenye anasema, kuhani anafaa afanye namna gani? Asinje hiyo mbuzi. Baada ya kusinja, anapaka nini? Damu katika pembe za madhabahu. Alafu kutoka hapa anafanya upatanisho na hao wana wa Israeli wanafanya nini? Wanasamehewa. Haleluya. Kwa hiyo bila dhambi ilikuwa inahamishwa katika Agano la Kale, inatoka kwa mwanadamu inaenda kwa mbuzi. Mbuzi analipa msahara wa dhambi, mwanadamu anaendelea kuishi. Sasa hebu tuweze kuangalia jambo hili. Kuna Haruni na kuna nani? Kuna mwana kondoo. Haleluya. Amen. Alafu kuna Yohana Mbatizaji na kuna Yesu Kristo. Haleluya. Amen. Kwa hivyo bila nimekueleza, bila Haruni alikuwa anapeana dhambi yake kwa mbuzi, hebu tuingie katika ulimwengu wa Agano Jipya. Katika Agano Jipya kuna Yohana Mbatizaji. Na Yohana Mbatizaji ni kuhani. Yesu Kristo na yeye anajitokeza ni mwana kondoo. Yesu ni nani? Mwana kondoo. Neno nasema Yesu ni nani? Kwa hivyo Yohana Mbatizaji na Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo inafaa wakutane. Yohana watu wote walimwendea, si Israeli, nchi zote. Hebu tuangalie neno hilo. Tuangalie kitabu cha Marko sura ya kwanza mstari wa 4. Yohana alitokea
alibatiza nyikani na kuhubiri ubatizo wa toba iletayo ondoleo la dhambi. Wakamwendea nchi yote, Uyahudi na Yerusalemu, wote wakabatizwa katika mto wa Yordani wakisiungama dhambi zao. Angalia, Haruni alikuwa anaungama dhambi. Wana wa Israeli dhambi zao ziko juu ya nani? Ya Haruni. Haruni wakati tarehe 10 mwezi wa 7 ukifika, Haruni anaungama mbele ya nani? Mbele ya busi. Sasa katika Agano Jipya, nchi zote ziliendea Yohana Mbatizaji. Walipomwendea Yohana Mbatizaji, maandiko yanasema wakisiungama dhambi zao. Hawakuenda mbele ya Mungu kuungama nini? Kwa sababu gani hawakuenda mbele ya Mungu? Mungu asikisi mambo ya kila nani? Kwa hivyo wakaenda kwa Yohana. Yohana na yeye ako pale anasukua dhambi zao. Yohana anaposukua dhambi zao kama vile Haruni alikuwa anasukua dhambi ya wana wa Israeli akingojea mbuzi, anasukua dhambi ya Yohana anasukua dhambi yote ya ulimwengu. Dhambi yote ya ulimwengu inakusanywa mahali pamoja, na huyu mmoja ni Yohana Mbatizaji. Tunafaa tuelewe Yohana Mbatizaji ni nani. Tufungue Biblia. Kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 11. Amina, amina nawaambia, hayaondokea mtu katika uzao wa wanawake aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini yeye aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkubwa kuliko yeye. Watu wote waliozaliwa na wanawake, hakuna mtu mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Sisi wote ambao tumezaliwa na wanawake, hakuna mtu anaweza sida Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji alikuwa mtu mkuu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Yesu mwenyewe aliongea akasema, amini nawaambieni, hayaondokea mtu aliyezaliwa na mwanamke aliye mkuu kuliko Yohana Mbatizaji, walakini aliye mdogo katika ufalme wa mbinguni ni mkubwa kuliko yeye. Kwa hivyo Yesu ni mkubwa kuliko nani? Lakini kwa wanadamu wote hakuna mtu mkuu kuliko nani? Yohana Mbatizaji. Na ukitaka kuangalia mstari wa 12 nasema, tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbinguni hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu huteka. Kwa maana na manabii wote na Torati walitabiri mpaka wakati wa Yohana, na ikiwa mnataka kukubali, ndiye Eliya atakayekuja. Yesu akasema kama mnataka kukubali, ndiye Eliya atakayefanya nini? Atakayekuja. Sasa Yohana Mbatizaji, maandiko hata kusoma Malaki inaeleza atakuja na roho ya Eliya na atageuza mioyo ya wazazi kuelekea watoto na mioyo ya watoto kuelekea baba. Sasa Yohana anahubiri toba, na toba hii Yohana anahubiri ni kubadilisha moyo wa mtu ambao ulikuwa unaelekea jehanamu unageukia Mungu. Unapogeukia Mungu unakutana na Yesu Kristo. Unaona Yesu aliyebeba dhambi zako. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo toba, watu wengi hawajui kutubu ni nini. Na ndio watu wanalia kila siku, oh Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nimekuja kwako Baba nisamee, ninatubu dhambi zangu, nimefanya nisamee. Hiyo maombi Mungu hatasikia. Kwa sababu gani? Msamaha wa dhambi ni nini? Msamaha wa dhambi si kuungama, si kutubu. Kutubu si kusema, ni kubadilisha njia. Unaelewa njia ambayo unaenda, unageuka. Haleluya. Amen. Unapogeuka unapatana na nani? Na Yesu Kristo. Sasa angalia Yohana Mbatizaji anabatisha. Na anabatisha na watu wanamjia wakiungama dhambi zao. Dhambi zote za ulimwengu zikakusanywa kwa Yohana Mbatizaji. Na nataka uweze kuelewa jambo hili litendeka katika ulimwengu wa Mungu. Mungu mwenyewe alifanya jambo hili. Mungu alifanya namna gani? Katika ulimwengu wake. Kiangalia kitabu cha Isaya 53 mstari wa 6. Mtazamaji, kitabu cha Isaya 53 mstari wa 6. Maandiko yanasema sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake. Lakini Bwana ameweka maovu yetu sisi sote juu ya. Sasa Bwana ndiye aliweka maovu yetu juu ya nani? Katika ulimwengu wa Mungu kuna dhambi aina mbili. Kuna dhambi iko mbinguni na kuna dhambi iko duniani. Kwa sababu madhabahu ya mbinguni na ya duniani ilikuwa inawasiliana, na dhambi imeandikwa sehemu mbili. Katika pembe za madhabahu, na kwa hivyo madhabahu ya hapa duniani na mbinguni kwa hivyo vinawasiliana. Mungu akiangalia anaona nini? Dhambi. Sasa dhambi ilikuwa mbinguni, Mungu aliisukua akaweka juu ya nani? Je, dhambi yako leo Mungu aliweka dhambi yako juu ya Yesu Kristo au la? Una dhambi ama una dhambi? Haleluya. Mungu mwenyewe ndiye aliweka nini? Dhambi juu ya nani?
Alafu sasa katika ulimwengu ambao tunaishi, hiyo ni ulimwengu wa Mungu. Ukienda mbinguni hakuna dhambi. Mungu haoni dhambi kwa sababu dhambi zote iliwekwa juu ya Yesu Kristo. Sasa Mungu akaweka Yohana Mbatizaji. Alipoweka Yohana Mbatizaji na yeye, watu wote wakamwendea, nchi zote zikamwendea, wakiungama nini? Dhambi zao. Dhambi zao zote zikakusanywa kwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji anakutana na Yesu Kristo ambaye ni mwana kondoo. Anaweka mikono yake akimbatisha. Hata Yohana alikuwa anasuia Yesu. Anamwambia, "Unakuja kwangu nikubatize. Mimi nahitaji kubatizwa na wewe." Yesu akamwambia, "Nibatise ili tuweze kutimiza haki yote." Ni haki gani inatimishwa? Weka mikono, dhambi zote siame sikuje kwangu. Baba aliweka dhambi ya mbinguni na dhambi ya duniani inafaa iwekwe na wewe Yohana Mbatizaji. Tunaelewana? Lakini Yohana akaweka mikono hivi, wakati alibatisha Yesu akiweka mikono, dhambi yote ya ulimwengu ikahama ikaenda kwa nani? Kwa Yesu Kristo. Dhambi yote ilipohama ikaenda kwa Yesu Kristo, mbingu ikafanya namna gani? Mbingu ikafunguka. Kwa sababu mapenzi yametimishwa hapa duniani kama wapi? Mbinguni. Mapenzi imeshatimishwa hapa duniani kama mbinguni. Dhambi zote zimewekwa juu ya nani? Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Maandiko yanasema namna gani? Tazama mwana kondoo wa Mungu aisukue dhambi ya ulimwengu. Yohana alipoona Yesu anakuja kwake siku ya pili, aliambia watu, "Tazameni mwana kondoo wa Mungu aisukue dhambi ya ulimwengu." Dhambi yote ya ulimwengu iko juu ya nani? Ni nini ilifanya Yesu afe msalabani? Dhambi ya nani? Yangu. Kama mtu wako karibu na wewe, muulize kwa nini Yesu alikufa msalabani? Anakwambiaje? Haleluya. Yesu alikufia nini? Sasa kama Yesu alikufia dhambi yako, je, unayo dhambi ama hauna dhambi? Una dhambi? Kwa nini unayo dhambi? Ile unatubu kila siku, ile unalia kila siku, "Oh Mungu nisamehe," kwa sababu huyaamini Yesu alichukua nini? Na leo tunakuhubiria habari njema ya kwamba Yesu alichukua. Amen. Yesu alifanya nini? Alichukua dhambi zako. Kama Yesu alichukua dhambi zako, una dhambi ama hauna dhambi? Sina dhambi. Yesu alikuja kuchukua na kupeana. Yesu alikuja kufanya nini? Kuchukua na kupeana. Yesu alipochukua dhambi yangu, alinipatia haki yake. Amen. Kwa hivyo Yesu alinipatia haki yake na mimi nikampatia dhambi zangu. Amen. Haleluya. Amen. Nataka kuuliza habari ya dhambi, uliza yeye aliyechukua. Amen. Nani aliyechukua? Yesu Kristo. Ukitaka kuniuliza habari ya haki, niulize kuhusu haki ambayo Yesu Kristo amenipatia. Amen. Hakunipatia haki kwa sababu ya matendo yangu. Alinipatia haki kwa neema. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo maandiko yanasema kitabu cha Warumi 3 mstari wa 23, wote wametenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu. Mimi nilitenda dhambi na nikafungukiwa na utukufu wa Mungu. Je, wewe ulitenda dhambi na kufungukiwa na utukufu wa Mungu? Kwa hivyo enda mstari wa 24. Yesu anatuonyesha vile tumetenda dhambi na tumefungukiwa na utukufu wa Mungu. Mstari wa 24 inasema namna gani? Wamehesabiwa haki bure kwa neema na ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Tumehesabiwa haki kwa matendo yetu. Sisi watu waovu wachafu tunahesabiwa kuwa wenye haki. Amen. Kwa sababu gani? Ya neema na ukombozi ulio ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Kwa hivyo Yesu alipokuja, alikuja na neema, anapeana neema, na sisi tunampatia hukumu. Haleluya. Hukumu ya dhambi. Anakuta mimi nimeshahukumiwa nife kwa sababu ya dhambi yangu. Sasa Yesu anakuja, anachukua dhambi zangu, anachukua mpaka mauti yangu. Mahali mimi nilikuwa nife, Yesu akafa. Amen. Mahali nilikuwa nihukumiwe, Yesu akafanya nini? Akahukumiwa. Ninaishi kwa sababu gani? Naishi kwa sababu ya matendo yangu? Naishi kwa sababu ya juhudi yangu? Naishi kwa sababu ya neema ambayo Yesu Kristo amenipatia. Amen. Sema amen. Amen. Sasa katika Agano Jipya, dhambi ilisuluhishwa mara moja na milele. Amen. Mara ngapi? Moja na milele. Amen. Naamini hivyo. Mtu angalie Biblia. Fungue Biblia zetu kitabu cha Waebrania. Waebrania
10 mstari wa 14. Maandiko inasema, maana kwa toleo moja amewakamilisha hata milele hao wanaotakaswa. Kwa toleo ngapi? Kwa toleo moja amewakamilisha hata milele wale wanaotakaswa. Haleluya. Amen. Ukisema uongo umekamilika? Ndio. Haleluya. Amen. Ukidanganya umekamilika? Ndio. Haleluya. Amen. Umekamilika kwa sababu hausemi uongo? Hapana. Umekamilika kwa sababu udanganyi? Hapana. Umekamilika kwa sababu hauna tamaa? Hapana. Haleluya. Amen. Neno linasema kwa toleo moja amewakamilisha hata milele wale wanaotakaswa. Kwa hivyo hatukamilishwi na matendo yetu, tumekamilishwa na toleo ambayo Yesu Kristo alitoa mara moja hata milele. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hivyo ukifikiria umekamilika kwa sababu ya matendo yako, utakuwa umepotea. Matendo yako hayawezi kukamilisha. Kutoa kwako, kuomba kwako hakuwezi kukamilisha, lakini kile kinakukamilisha ni toleo moja ambalo Yesu alitoa pale msalabani, na akiwa msalabani akalia kwa sauti kubwa akasema yote yamekwisha. Amen. Nini Yesu alisema imeisha? Dhambi. Dhambi yangu iliisha, sijui yako. Ni yangu. Haleluya. Yangu. Dhambi ya nani? Amen. Si yako, yangu. Amen. Wewe yako uko nayo. Mimi yangu ilifanya namna gani? Yangu iliisha. Haleluya. Amen. Na Yesu akatangaza akasema Imekwisha. Unaweza kuamini sauti ya Yesu ama utaamini sauti yako. Yes. Amen. Amen. Na hiyo mafundisho mengi watu walifundishwa wakiwa watoto kutoka Sunday school. Walifundishwa ukitenda dhambi unaomba msamaha. Ukitenda dhambi unaomba msamaha. Sasa wakati unapokomaa, unapokutana na injili hii, inakuonyesha hata ukitenda uombe msamaha usamehewe. Unaweza kusema nini hiyo? Hata amesema nini? Haleluya. Amen. Kwa sababu umefundishwa vibaya. Na vile ulifundishwa vibaya, sasa wewe unaishi ukitenda unaomba nisamehe. Ukitenda unaomba nisamehe. Kwa hiyo hii ni mawazo ambayo watu wengi wamefungwa ndani yake, hawajui ya kwamba neno liko wazi, naongea vile Yesu Kristo alichukua dhambi zetu. Yesu alichukua dhambi zako mara moja na milele. Na maandiko yanasema toleo la hayo likiwepo, hakuna toleo tena kwa ajili ya nini? Toleo la hayo ambao toleo Yesu alitoa kwa ajili ya dhambi yangu, hakuna ingine itakayotolewa. Amen. Haleluya. Amen. Hivyo Yesu alikamilisha hata milele. Amen. Sema nimekamilika. Umekamilika kwa matendo yako? Hapana. Umekamilika kwa juhudi zako? Hapana. Umekamilika kwa dhabihu Yesu alitoa pale msalabani. Amen. Wewe ni mkamilifu. Amen. Haleluya. Amen. Si kwa sababu ya juhudi yako na matendo yako, kwa sababu ya dhabihu Yesu alitoa kwa ajili yako. Amen. Yesu alikufa kwa ajili yako. Yesu alikufika msalabani, na kwa msalabani akasema imekwisha. Amen. Ilikwisha ama ikwisha? Iliisha. Dhambi iliisha, sheria iliisha. Tuko katika kipindi cha neema, na katika kipindi cha neema nani anayetawala? Yes. Yesu Kristo ndani ya moyo wangu ndiye mtawala. Amen. Haleluya. Amen. Yesu akisema imeisha au la? Imeisha. Amen. Hii simu ni yangu. Niko na hamu ya kupeana ama kutokupeana. Si kweli? Nikisema napeana hii simu, mwenye kupokea hii simu atafanya nini aipokee? Hakuna. Lake ni kufanya nini? Atajaribu kunifurahisha ili apokee? Atajaribu kufanya matendo mazuri ili apokee? Kwa hivyo uwezo wa kupeana uko ndani ya nani? Ya mimi ninayepeana. Ni kweli ama si kweli? Kwa hivyo msamaha wa dhambi uko ndani ya moyo wa yule anayepeana. Nani anayepeana? Mungu ndiye anayepeana. Hebu tuangalie jambo hilo, alafu tumalize ibada yetu. Kitabu cha Warumi 9 mstari wa 15. Maandiko yanasema, maana amwambia Musa, nitamrehemu yeye nimrehemuye, nitamhurumia yeye nimhurumiaye. Alimwambia Musa nitamhurumia yeye, nitamrehemu yeye nimrehemuye, na nitamhurumia yeye nifanyaye nini? Mstari wa 16, basi kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye,
apikae mbio, bali kwa yule aliyemuye, yani Mungu. Kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye ama yule apikae mbio, bali kwa yule aliyemuye, yani nani? Mungu. Mungu ndiye anapenda, anakupatia msamaha wa dhambi. Sema amen. Amen. Kwa hivyo ndio maandiko yanasema katika Efeso sura ya 2 mstari wa 8, tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani. Hiyo haikutokana na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kipawa cha Mungu. Kipawa ili tupokee. Tunaweza kufanya namna gani? Unaweza fanya namna gani? Kuna kitu unaweza fanya? Hakuna kitu unaweza fanya. Haleluya. Kwa mfano, tuseme sasa mimi niko na gari, na gari yangu nasema nataka kupatia ndugu fulani, nataka kumpea kama zawadi. Nani alingalimikia gari hiyo kuinunua na kuileta? Mimi mwenyewe. Kwa hivyo mimi nafaa nifanye namna gani? Nipeane. Mwenye ninapea anaipokea ikiwa nine. Si matendo. Hakungalimika kwa jambo lolote. Gharama zote ni mimi nimegharimika, lako ni kufanya namna gani? Kupokea. Kwa hivyo wokovu ni neema, si matendo. Tumeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, wala si kwa matendo. Hiyo ni kipawa cha Mungu. Haitokani na nafsi zetu, ni kipawa cha Mungu. Kuna mtu anaitwa Sauli, alikuwa anaua Wakristo, anatesa Wakristo. Lakini Yesu ndani ya moyo wake akaamua, leo lazima niokoe Sauli. Sauli alikuwa na maamuzi ya kuokolewa. Lakini watu, dini inahubiri namna gani? Amua leo uisie Yesu. Amua leo uokoke. Hata ukiamua utaokoka. Ukiamua utaokolewa kweli. Maamuzi hayako kwako, yako kwa yule anayeokoa. Amen. Haleluya. Amen. Kama ni hivyo, si katika uwezo wa yule atakaye. Mimi nataka kuishi maisha matakatifu. Nataka kuishi maisha makamilifu. Je, Mungu anataka? Kama Mungu hataki nitaishi. Kwa hivyo si katika uwezo wa yule atakaye, bali kwa yule atakaye, bali yule aliyemuye, yani nani? Uwezo wa wokovu hauko kwa uwezo wako wewe utakaye, uko kwa uwezo yule anayepeana. Amen. Kwa hivyo ni kipawa. Kipawa hiki Mungu anapeana bure. Sema bure. Bure. Bure ni nini? Bure. Hakuna kitu umefanya. Haleluya. Amen. Uliza kijana yako, umepokea wokovu bure? Wale hawaongei. Hayo hawaongei. Haleluya. Je, muulize, umepokea wokovu bure? Ama umepokea kwa matendo yako? Hata wewe mtazamaji, kama kuna mtu karibu na wewe, muulize, je, umepokea wokovu bure ama umepokea kwa matendo? Haleluya. Wokovu ni bure, ni kipawa cha Mungu. Kwa hivyo sisi letu ni kupokea, na tunapokea kwa njia ya imani. Na imani huyu kwa njia ya kusikia, ni kusikia neno la Mungu. Tukisikia, tunapopata imani, tunapokea kipawa cha Mungu. Amen. Haleluya. Mungu akubariki mtazamaji na hapa kanisani. Kwa hivyo tushukuru Baba mtakatifu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya siku ya leo umekuwa pamoja na sisi. Tumepokea neno lako na Bwana majeshi, neno hili hebu liingie ndani ya moyo wa mtazamaji na likaweze kubadilisha moyo wake. Asante Bwana majeshi kwa sababu ya kipawa cha wokovu ambao umetupatia saburi. Mara nyingi sisi binadamu tunaongeza juhudi zetu na bidii zetu, na ndio Bwana majeshi tunaweza kukosa kupokea kipawa hiki. Lakini wakati tunapoishiwa nguvu, Bwana majeshi tunaweza kupokea kipawa ambacho ni kipawa cha wokovu. Pokea sifa na pokea kuinuliwa kwa jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. 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 Mungu akubariki na kutende mema. Tukutane Jumamosi ijayo saa 3:20 tuendelee kujifunza neno hili. Tuage mtazamaji kwa makofi sana.